Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, amemtunuku mwanamuziki nyota wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Faustin Nsimba Ipupa, alimaarufu kwa majina ya kimuziki kama Fally Ipupa, na kumpatia nishani ya kitaifa kutokana na mafanikio makubwa yaliyofikiwa na mwanamuziki huyo katika kuwavutia hisia mashabiki wa muziki wake ndani ya bara la Afrika na nje ya Afrika. Heshima hiyo imekuja baada ya msanii Ipupa kuweka historia kwa kufanya maonesho mawili makubwa mwezi Mei katika uwanja maarufu wa Stade de France jijini Paris, Ufaransa. Na hii ni TriGen Media. Taarifa kutoka nchini DRC zinaeleza kuwa Fally Ipupa amekuwa msanii wa kwanza wa Afrika anayezungumza lugha ya Kifaransa na kuishi barani Afrika, na ambaye ni mmoja kati ya wasanii wakubwa wenye uwezo wa kujaza makumi kwa maelfu ya mashabiki katika uwanja mkubwa nchini Ufaransa ujulikanao kama Stade de France uliopo Paris. Mafanikio hayo yanaonekana kama hatua muhimu kwa muziki wa Kongo na Afrika kwa ujumla katika soko la kimataifa la burudani. Katika hafla ya utoaji wa tuzo hiyo, Rais Tshisekedi amesema kuwa heshima hiyo haimhusu Fally Ipupa pekee, bali inatambua safari yake ndefu ya muziki na mafanikio hayo ambayo yametokana na nidhamu, uthabiti na mchango wake katika kuitangaza Kongo kupitia sanaa ya muziki. Tshisekedi amesisitiza kuwa sauti ya Fally Ipupa na uwezo wake wa kutumbuiza akiwa jukwani umeifanya DRC kujulikana zaidi duniani. Kupitia muziki wake, sehemu ya utamaduni wa Kongo imekuwa ikisafiri na kuvuka mipaka, kuunganisha watu wa tamaduni tofauti na kuzungumza na ulimwengu kwa lugha ya sanaa. Katika hafla hiyo, serikali ya Kongo pia ilitumia nafasi hiyo kuwapongeza baadhi ya magwiji waliowahi kuchangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa muziki wa taifa hilo. Miongoni mwa waliotajwa ni marehemu Papa Wemba, Josati Nyoka Longo, Koffi Olomide, Werason, Jibe Mpiana na Feregola. Kwa mujibu wa Rais Tshisekedi, wasanii hao wamekuwa mabalozi wa utamaduni wa Kongo kwa miongo kadhaa sasa, kila mmoja akichangia kwa mtindo wake wa muziki na kuwavutia mashabiki katika sehemu mbalimbali za dunia. Serikali inaamini mchango wao umeifanya Kongo kubaki moja ya taifa lenye ushawishi mkubwa katika ulimwengu wa muziki wa Afrika. Rais Tshisekedi pia amefafanua kuwa tuzo hiyo haikusudii kuweka daraja kati ya vipaji vya wasanii wala kumpendelea mtu mmoja dhidi ya mwingine. Badala yake, alisema ni njia ya taifa kutambua wananchi wake walioliletea heshima taifa kupitia kazi zao na kuwa chanzo cha hamasa kwa vizazi vijavyo. Siku ya Jumatano iliyopita, amri ya Rais Tshisekedi ilisomwa kupitia televisheni ya taifa ikitangaza rasmi kupandishwa hadhi kwa Fally Ipupa katika daraja la taifa la heshima. Hatua hiyo ilitekeleza ahadi iliyotolewa na Rais Tshisekedi wakati wa mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika Mei 2026. Kwa miaka ya hivi karibuni, Fally Ipupa ameendelea kujijengea jina kubwa kama mmoja wa wasanii wenye ushawishi mkubwa zaidi katika muziki wa kisasa wa Afrika. Mbali na mafanikio yake ya kimuziki, amekuwa akishirikiana na wasanii kutoka mabara mbalimbali duniani, jambo linalosaidia kuupanua zaidi ushawishi wake katika muziki wa rumba na muziki wa Kongo duniani. Kutunukiwa kwake nishani ya kitaifa kunachukuliwa na wengi kama ishara ya kutambuliwa kwa mchango wake katika sekta ya sanaa kwenye maendeleo ya taifa hilo. Kwa mashabiki na wadau wa muziki, tukio hilo linaashiria sura mpya ya fahari kwa Kongo, huku mafanikio ya Fally Ipupa yakionekana kuwa ushahidi kwamba muziki wa Afrika unaendelea kupata nafasi kubwa zaidi katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa. Hongera Fally Ipupa, na hii ni TriGen Media.